Uhali gani mpenzi mtazamaji wangu na mfuatiliaji wa vipindi vyetu na kliniki zetu za kuimarisha afya ya akili. Karibu sana uweze kuambatana na mimi, mtaalamu wa masuala ya mahusiano pamoja na mlezi wa jamii. Karibu sana, naitwa Sospita Bulugu. Leo nimekuandalia kitu cha msingi sana. Mara nyingi watu wamekuwa wakijiuliza kwamba ni namna gani nitaweza kuboresha mahusiano yangu, au ni namna gani nitaweza kuishi maisha ya furaha kwenye mahusiano yangu kama watu wengine. Lakini nataka nikwambie kwamba jibu la maswali yako yote hayo halitoki mbali, na jibu la kweli kabisa linatoka kwa huyo unayependana naye. Kwa maana unayependana naye ndiye anayejua anahitaji vitu gani. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri kupata muda wa kukaa naye na kumuuliza kwamba yeye kwa upande wake anadhani ungeishi naye katika utaratibu gani angefurahi na angefurahia maisha ya mapenzi na maisha ya mahusiano yenu. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Mara moja niliwahi kupita sehemu moja, nikakutana na ujumbe wa Beyonce katika wimbo wake mmoja ambao amesema if I were a boy. Ule wimbo anasema kama ningalikuwa mwanaume, katika tafsiri sio rasmi. Akaeleza pale namna ambavyo angeweza kuishi na mwanamke wake, kwa maana ya kumheshimu, kumpa nafasi, kumpa kipaumbele, lakini pia kuzisikiliza hisia zake, kwa ujumla kumsikiliza na kumpa nafasi katika maisha yake, katika kiwango ambacho anakuwa anasema kwamba yote hayo angeyafanya kwa sababu anafahamu na anatambua madhara ya kuumizwa, au anatambua namna ambavyo mtu anaumizwa. Kwa katika ule wimbo anaeleza kama mwanamke anayeyajua yale maumivu ambayo mwanamke anayapitia katika mahusiano, kutokana na kuwa na mwanaume ambaye hajakaa sawasawa katika kumthamini. Kwa hiyo anatamani angelikuwa mwanaume, yeye angekuwa mwanaume wa namna fulani ambayo ingekuwa ni namna yenye baraka kwa mpenzi wake. Na mara kadhaa nimekuwa nikieleza umuhimu wa kukaa na mwenza wako na kuweza kujenga kesho yenu kwa mazungumzo ya kinifu au mazungumzo ya kina, ikiwemo pamoja na kujadili changamoto. Mpenzi mtazamaji, hakuna safari isiyo na changamoto. Hata gari mpya ukitoka nayo sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni wazi kwamba ndani ya safari yako utahitaji kubadilisha oili, utahitaji kujaza mafuta, utahitaji wakati mwingine kwenda kaosh kwa ajili ya kuiosha gari na kadhalika na kadhalika. Vivyo hivyo hata mahusiano yanahitaji matunzo, yanahitaji service. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Lakini nizungumze na vijana wenzangu ambao katika moja kati ya sehemu niliwahi kutembelea, nilikuta mwanamke mmoja akisema kwamba laiti ningelikuwa mwanaume wa miaka 30 mpaka 40 ningeishi maisha ya namna gani. Hapa nazungumza na vijana wenzangu wenye miaka kuanzia 30 mpaka 40. Mwanamke yule akaendelea kusema kwamba ningelikuwa mwanaume wa miaka 30 mpaka 40 ningeishi kwa nidhamu kali, ningewekeza kwa jasho, ningeamini Mungu kwa moyo, ningechagua mwanamke mmoja na kumheshimu, ningeacha urithi unaoishi baada yangu. Kwa sababu mwanaume sio umri wala misuli, ni maamuzi na urithi unaouacha. Kwa hiyo akaendelea kuchambua kwamba katika eneo la urithi na legacy yake angefanya nini. Anasema kwamba ningehakikisha watoto wangu wanajua jina langu, sio kwa drama bali kwa heshima. Ningejenga jina linaloweza kusimama hata kama sina hela mfukoni, maana mali zipo za kutosha. Ningejua kuwa mwanaume wa miaka 30 mpaka 40 akibweteka, akifika miaka 50
kutembea na masimulizi ya zamani nilikuwa, na sio badala ya kusema leo ninafanya, kwa maana ya kuwa katika hali ya majuto. Lakini anasema katika upande wa mahusiano na familia angefanya nini huyo mwanamke? Anasema angelikuwa mwanaume wa miaka 30 mpaka 40, ningekuwa na nidhamu ya kimapenzi na kutozaa kila mahali na kila mwanamke, maana watoto bila mpangilio huleta umaskini. Anaendelea kueleza kwamba ningeheshimu ndoa yangu na mwanamke mmoja, nikijua kuwa waume wengi wanaanguka si kwa sababu ya kazi, bali kwa sababu ya wanawake. Ningejua kuwa mwanaume bora sio anayelala na wanawake wengi, bali anayejenga nyumba na kizazi kimoja imara. Kwa hiyo huyu ni mwanamke ambaye alikuwa anaeleza kwamba angelikuwa yeye ni mwanaume wa miaka 30 mpaka 40 angefanya nini. Sehemu ya 3 anasema kwenye eneo la imani na msingi wa maisha angefanya nini. Anasema ningemjua Mungu zaidi ili nione mbali, maana maono bila imani ni ndoto tupu. Anasema ningejenga tabia ya sala na kutafuta hekima kuliko kutafuta watoto wazuri. Anaendelea kusema kwamba ningejua kuwa mwanaume asiye na imani ni kama nyumba bila msingi, upepo wowote unauvunja. Huyo ni mwanamke anaeleza kwamba yeye angekuwa mwanamume angefanya nini. Anaendelea kusema kwamba kwenye upande wa fedha na mali, anasema ningetumia kila shilingi kwa kusudi, sio kwa mashindano ya anasa. Maana angetumia pesa, angekuwa na mpangilio mzuri wa fedha zake. Anaendelea kusema kwamba ningekuwa na budget, maana wanaume bila budget anaishi kama ana mkoba wenye mashimo. Pesa zinakuwa zinapita tu bila usimamizi au bila malengo. Na hii inahatarisha malengo ambayo unakuta mtu amejiwekea. Anaendelea kusema kwamba ningetofautisha kati ya kuvaa suti ili kuonekana tajiri na kuzungushia wana bia, bali kuwa na investment ili kuwa rich. Kwa angesema kwamba angeachana na maisha ya kuishi kwa kufurahisha watu, ya kuishi kwa kuonyesha watu kwamba ana maisha mazuri, ili hali bado anajitafuta. Badala yake angewekeza muda wake kwenye kuwekeza mahali pahali. Anaendelea kusema kwamba ningehakikisha kila mwaka naacha urithi mdogo unaokuwa kama shamba, shares, biashara au nyumba. Ningejua kuwa uwekezaji sio extra option, yani kwamba sio swala mbadala, bali ni survival plan ya kesho, kwamba ni mpango imara wa uhakika wa maisha ya kesho. Anasema kwamba ningetumia miaka hii kama decade ya kujenga msingi wa utajiri. Anasema mwaka 30 mpaka miaka 40 angetumia miaka hii kama muongo wa kujenga msingi wa utajiri wake. Lakini anaendelea kusema katika eneo la 5 kwamba angefanya nini angekuwa na miaka 30 mpaka 40 katika eneo la afya na nidhamu ya maisha. Anasema ningejua kuwa miaka 30 mpaka 40 ndiyo decade ya jasho na si decade ya starehe. Kwamba miaka 30 mpaka 40 ni umri wa jasho, umri wa kuvuja jasho, umri wa kutafuta, umri wa kusimamia ndoto na maono, badala ya kutumia umri huu kama umri wa kustarehe. Anasema ningejenga nidhamu ya kiafya, kufanya mazoezi, kula vizuri, kulinda mwili wangu, maana bila afya hakuna utajiri. Na miongoni mwa utajiri mkubwa zaidi duniani ni kuwa na afya. Kwa hiyo ukiwa na afya mambo mengine yanafuata. Kwa hiyo anasema ningekuwa na nidhamu ya akili, kusoma vitabu, kusikiliza watu wenye hekima na kukua kiakili. Lakini mwanamke huyu anamalizia kwa kusema kwamba zaidi ningeliacha pombe. Huyu mwanamke anasema, anamaliza kwa kusikitika kwamba but I am not a man. Kwamba anaumia kwamba sasa yeye sio mwanaume. Kwa hiyo akili kumkichwa, ndugu yangu, kijana mwenzangu unanifuatilia, ni wewe sasa uone kwamba ujumbe huu utakuwa umekusaidia katika namna moja ama nyingine. Lakini endelea kusisitiza tu kwamba jambo la kukaa na mwenza wako na kumuuliza
anadhani yeye aliingia kwenye mahusiano na mtu mwenye namna ipi ya maisha. Hata kama basi amekosea kuingia kwako, basi ukimsikiliza ukaishi yale ambayo anakushauri au anatamani kuyaona kwa mwenza wake, basi wewe unakuwa ni mwanaume bora kwake na unamfanya yafurahie mahusiano yake, na mwisho mnakuwa pamoja kuelekea mafanikio. Asante, mpaka wakati mwingine. Ulikuwa na mimi Sospeter Bulugu.